Watazamaji, tumerejea tena. Awali kwenye sehemu yetu ya kwanza Dorcas Raymond alitupitisha kwamba leo ni siku ya bahari ya kimataifa, unaweza kusema ni siku ya bahari duniani, na hivi sasa katika sehemu yetu ya pili tumeungana na mgeni wetu ambaye ni Daisy Mlai. Huyu ni mhadhiri mkuu wa meli na mhandisi mkuu wa meli na mhadhiri wa chuo kikuu cha bahari Dar es Salaam. Daisy Mlai, karibu sana katika Baragumu Live. Asante sana, nashukuru sana watangazaji. Kwa na afya njema. Ndio. Siku ya leo ni siku yetu ya bahari duniani. Kabisa, na naona hata ujio wako umekaa unaendana na ile siku unajitambulisha. Yes, unajitambulisha moja kwa moja kwamba moja kwa moja ni siku ya dini na upo hapa kwa ajili gani? Labda kwa kuanza, siku kama hii kwenu ina umuhimu kiasi gani? Siku kama hii kwetu ina umuhimu sana kwa sababu sisi ni wadau wakubwa wa mambo ya bahari. Kwanza tunatoa elimu kuhusu bahari na ndio chuo pekee ambacho kinatoa elimu ya mambo ya bahari kwa upande wa mafunzo, kwa upande wa utafiti, pia kwa upande wa ushauri elekezi. Tunaelekeza serikali, watu binafsi, pia taasisi mbalimbali. Na tunafanya tafiti nyingi tu. Na hii yote kwa sababu bahari ni kitovu cha rasilimali. Na rasilimali ziko za aina nyingi. Humo ndani kuna usafiri, kuna nishati, kuna wanyama. Sasa ukienda zaidi utakutana na mambo mengi ambayo yanahitaji elimu zaidi ili watu waweze kujua nini kipo baharini, kwa sababu sio wote wanaoelewa bahari ni nini na inawasaidiaje. Asante. Okay. Na tukiangalia sasa hii siku kama ya leo kwa chuo cha DMI, huwa mnaitumia kwa namna gani kwa jamii? Tukiangalia masuala ya uhifadhi wa mazingira ya bahari, tumeona fukwe zinachafuliwa, tumeona namna ambavyo taka za plastiki zinaingia baharini. Japo mpo zaidi kwenye mambo ya usafirishaji, lakini kwenye haya huwa mnajitahidi kwa kiasi gani kuhakikisha kwamba jamii walau inapata elimu ya namna bora ya kuweka bahari katika mandhari inayotakiwa? Ni kweli kabisa. Sisi kama DMI jukumu letu kubwa sana, tukishatoa elimu yenyewe haishii tu kufundisha mambo mengi, lakini utunzaji wa mazingira ni kipaumbele, kwa sababu hata kwenye utendaji kazi wa kila siku uchafuzi wa mazingira hauruhusiwi, ipo kisheria. Lakini siku kama leo ni siku ambayo na uhalisia haijaanza leo, kwa sababu hii ni tunaadhimisha. Lakini tayari kupitia wadau mbalimbali swala la kusafisha fukwe limeendelea. Ukiangalia Kigamboni, fukwe za Kigamboni, kuna zoezi lilikuwa linaendelea la swala la kusafisha mazingira, kukusanya taka ngumu na kutoa elimu kwa wananchi wanaokaa fukweni na hata wenye vyombo vya usafiri, mfano melini. Kwa sababu taka zinazalishwa kutoka sehemu mbalimbali. Zingine zinatoka nchi kavu, zingine zinatoka melini. Sasa ukiangalia kwa undani utagundua kwamba hawa wadau wote kwa pamoja tunatakiwa kushirikiana, kwa sababu sio tu zinatoka melini, pia hata maji taka ambayo yanatoka nchi kavu kwenda, lazima kuwe na maelekezo. Kwa hiyo tunatoa elimu na pia tunashiriki katika mambo tofauti tofauti kwenye ukusanyaji wa taka na kueleza kwamba taka zenyewe pia zimegawanyika, sio taka zote zinafanana. Kuna plastics, kuna makaratasi, kuna mambo ya mafuta haya, kuna kemikali. Zote hizi lazima watu wawe na elimu nazo, kwa sababu mwisho wa siku tunategemea bahari kupata kitoweo kabisa. Sasa usalama utakuwa mdogo sana kama hatutotoa elimu ya kutosha kwa upande wa kutunza mazingira, kwa sababu lazima iwe endelevu. Sisi tulikuta bahari ipo kwa sababu wapo waliotangulia pia waliitunza. Na tunategemea tutunze ili kizazi chetu kijacho na chenyewe kiweze kukuta bahari ikiwa safi na salama, na kijue kwamba umuhimu wa bahari ni nini kwenye mazingira yake. Kama binadamu aweze kujua anahusiana nini na bahari, asije akafikiria basi
sehemu ya kutupa takataka au ni sehemu ambayo akiona kuna chochote anaweza kufanya. Hapana, ajue ni sehemu ya takiwa itunzwe, takiwa ihifadhiwe vizuri kwa sababu ya usalama wa kwake mwenyewe na pia na watu wengine. Yes. Pengine kuna athari za moja kwa moja kwenye uchafuzi wa bahari. Athari zake za moja kwa moja ni zipi? Athari za moja kwa moja, mfano ikitokea umemwaga kemikali au meli inasafiri, sisi tunafundisha watu wanaofanya kazi melini na jinsi ya kutunza mazingira akiwa melini kabla haja mwaga mafuta au kichochote baharini, pia kuepusha ajali. Inaweza katokea, mfano athari za moja kwa moja, ikitokea ajali, meli zimegongana au meli imegonga mwamba, maana yake ni kwamba matenki ya meli yako chini, mafuta yatamwagika. Yakimwagika, maana yake ni kwamba itachafua mazingira, hasa fukwe zetu zitachafuka sana, kwa sababu mafuta ni mepesi na mafuta yataelea, na mafuta yana tabia ya kusafiri, yanaelea juu ya maji. Kwa hiyo yatasukumwa na upepo, mawimbi, kitakachotokea kwenye fukwe zetu zitakuwa chafu. Kwa hiyo moja kwa moja ukiangalia kwa undani utagundua kwamba swala la utalii litasimama. Alafu kuna viumbe hai, na viumbe hai moja kwa moja vinaathirika kwa sababu vitatumia mafuta na vinategemea hewa ya oksijeni kutoka juu kuja kwenye maji. Kwa hiyo mafuta yakikaa pale yanafunika, yanazuia hewa kutembea. Ndio. Kwa hiyo kishazuia, na maana viumbe hai watakufa. Wakishakufa, kinachotokea mizoga itakuwa mingi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba uchumi, tukisema uchumi wa blue, tunaongelea pia utalii. Tunaongelea fukwe, sehemu za kupumzika. Tutakosa watu wa kupumzika, tutakosa fedha, nchi itakosa mapato. Pia hata sisi wenyewe, mbali na mapato, tutakosa sehemu ya kwenda kupumzika na kurefresh. Sababu ni muhimu mtu kuwa na mandhari nzuri kwa ajili ya afya ya akili pia. Kwa hiyo unaweza kujikuta kwamba mnakosa vitu vingi kwa sababu tayari kuna impact ya moja kwa moja. Ajali imetokea, mafuta yamemwagika, au watu wametupa takataka, samaki wanakula pia takataka. Yes. Mwisho wa siku madhara yale yanatembea. Tunajua plastic na kansa na nini. Wao nakula samaki leo, lakini ile samaki ana vimelea vya kansa. Baada ya miaka kadhaa inaibuka ugonjwa. Kwa hiyo unashindwa kujua sosi nini, lakini kumbe kuna taka mbovu au taka kavu ambazo zilikwenda na samaki akala, akajikuta ametengeneza vimelea vya kansa ndani ya mwili wake. Sasa bahari hii tunaitegemea kwa mambo mengi, ikiwemo hewa ya oksijeni ambayo inapatikana baharini kwa zaidi ya 70%. Ni kweli kabisa. Nikawa nafikiria Mlai, hapa wewe ni mhandisi wa meli. Kuna taratibu zozote ama miongozo yote ambayo mnapewa wakati mnatumia bahari kwa masuala ya usafirishaji? Hakika. Sisi tunapokuwa tunafundisha kama DMI au unapokuwa nafanya kazi melini, zipo taratibu za kimataifa, pia zipo taratibu za local za ndani za kitaifa, Ndio, ambazo zinatuelekeza jinsi gani unaweza ukahifadhi mazingira. Kule tuna mgawanyo wa taka pia. Mafuta yana sehemu yake ya kuweka na matenki yake maalum. Na kuna sheria mambo ya MAPOL, marine pollution, inaongelea masuala ya uchafuzi wa mazingira, sio tu kwa taka ngumu. Tunaanza kuongelea masuala ya usafirishaji wa mizigo, kemikali kwenye packet, pia sewage. Hivi maji taka yetu ambayo tunatumia ndani tunazalisha ndani ya meli, una treat vipi? Alafu tuna swala la oil, unatumia mafuta ndani ya meli, unafanya service, unafanya vitu vingi. Je, hiyo oil mnapeleka wapi? Lazima muwe na sehemu ya kuhifadhi. Pia imeenda zaidi mpaka hewa ambayo engine inafanya kazi, ile exhaust lazima iwe controlled, kupunguza uchafuzi wa mazingira. Mwisho wa siku inaharibu ozone layer. Kiharibu ozone layer, maana yake ni nini? Tuna rays ambazo zinatoka kwenye jua moja kwa moja, hazitakiwi zije moja kwa moja kwetu, lakini ikisha kuwa depleted au ikimomonyoka
ile layer ambayo inazuia mionzi ya moja kwa moja kwenye mwili wa binadamu, maana yake ni kwamba mwisho wa siku inazalisha kansa ngozi. Kwa hiyo sasa, ili kuzuia ile, na hiyo inatokana kwenye sulfa na kemikali zingine ambazo zinatoka kwenye mafuta. Kwa hiyo tunajitahidi kusoma na tunajitahidi kubadilisha mazingira ya baadhi ya meli kwenye upande wa exhaust, kuweka vifaa maalum vya kufyonza au kuchuja hii hewa ili inayotoka iwe salama. Sasa hivi tuna renewable energy ambayo inakuja, tunataka kufikia mpaka dira ya 2050 ndio ifike zero emission. Zero emission hatuwezi kuipata bila kusoma na bila kufanya tafiti za kutosha. Sasa hivi tunaelekea huko, lakini lazima tutafute njia mbadala ya kutumia mafuta tofauti kwa ajili ya kuendesha meli zetu. Kwa hiyo ili upate vitu vyote hivyo lazima ipitie sehemu za taaluma kama DMI. Sawa. Nilikuwa nawaza kitu kingine hapa. Tunaangalia changamoto ambazo labda kutokana na matumizi ya binadamu na nini yameleteleza changamoto katika bahari, lakini nikawa nasema kuna watu wanaweza kawa wanatusikiliza alafu hawajui fursa zilizopo katika bahari. Ni kweli kabisa. Labda ungejaribu kutupitisha hata kama ni kwa uchache tu. Fursa za bahari, sisi kama DMI tunapokuwa tunafundisha, hasa tunafundisha wahandisi, watu wa logistics, waendesha meli, pamoja na kuhakikisha kwamba mambo ya usalama yanafanyika. Ila bahari kama bahari, ukiangalia upande wa uchumi, bahari ndio usafirishaji, yani bidhaa nyingi zinasafiri kupitia bahari, mizigo mikubwa hivi. Asilimia zaidi ya 90 inatumia bahari. Kuna mtu ambaye yuko mahali inawezekana kabisa anatumia vitu hajui vinatoka wapi. Kwa sababu ukiangalia dunia, maji ni mengi kuliko nchi kavu. Kwa hiyo kama tumezungukwa na wigo mkubwa wa hivyo maji, alafu kuna nchi ambazo ziko katikati ya nchi zingine au haziko moja kwa moja baharini kama sisi tulivyo na uwanda mkubwa, wanategemea bandari zetu. Na kama wanategemea bandari zetu, maana mizigo inayokuja itapita bandarini iende kule. Pia sio hilo tu, upande wa uchumi, upande wa chakula, tuna samaki wengi sana ambao pia tuna mwani ambao wananchi wanalima, na ni chanzo kizuri sana cha uchumi, kinakuza uchumi watu wa kando kando ya bahari. Tukiongelea bahari tu nadhani bado tunakuwa hatujamaliza, kwa sababu tuna maziwa pia makubwa. Yote ni sehemu ya maji ambayo tunategemea mazao yale. Sasa hivi kuna ufugaji mzuri ambao ni cages. Kwa hiyo unakuta unaweza ukakontrol mazingira ukafuga kisasa na ukakuta bahari au maeneo ya maji umeprotect vizuri, bado yakabaki vile vile alivyo, lakini ukapata unachokitaka bila kuharibu mazingira. Lakini tuna mambo ya oil, mafuta, na mambo ya gesi ambayo miundombinu yake inapita baharini. Ukiangalia hata swala la chimba mafuta Uganda limekuja mpaka bahari ya Tanga. Tanga, bahari ya Hindi. Ndio. Tanga pale ipo sehemu ambayo pipe zinapita ndani ya maji. Ukiangalia huko Lindi tayari. Kwa hiyo tunasema offshore activities. Shughuli za kwenye ukanda wa bahari ambao tunapata vitu vingi sana. Gesi, wenzetu wameshaendelea sana. Lazima hizo shughuli, fursa hizo zijulikane, kwa sababu tayari tuna gesi nyingi, tuna mafuta mengi, lakini matumizi yake bado uelewa ni mdogo. Kwa hiyo kupitia siku kama ya leo tayari unaweza kufungua fursa nyingi kujua kwamba bahari kama ulivyosema inachangia oksijeni kwa asilimia zaidi ya 70. Ndio. Kwa maana kwamba lazima tujue inatokana na nini. Kuna viumbe ambao wanatumia carbon dioxide, wanatoa oksijeni baharini. Kuna ambao wanatumia oksijeni, wanatoa carbon dioxide. Kwa hiyo unakuta kwamba oksijeni inasafishwa yenyewe kupitia bahari. Viumbe hai ambao wako baharini, wapo ambao wanatumia hizi gesi ukaa ili kuwa oksijeni ambayo inatusaidia sisi. Kwa hiyo tukiharibu mazingira, maana yake ni kwamba tunaharibu maisha ya kawaida kabisa ambayo tunaishi. Ndio nilikuwa namwambia Ken hapa kabla hujaje, nikamwambia bahari inaweza kuishi bila sisi.
bahari sisi kuishi bila bahari sio rahisi sana. Sio kitu au itakuwa kwa ugumu. Kwa sababu yaani nafikiri ukiangalia sasa hivi tunakata miti. ndio. Lakini tunapata oxygen. Tunashauriwa tupande miti sana. Ndio. Lakini bado uelewa wa kupanda miti sana bado ni mdogo. Bado uko chini. Alafu kuzingatia mazingira yenyewe nayo. Sasa hivi wanakuambia Mr. Mlai wanakuambia kupanda wakati mwingine tunapanda, lakini kuitunza sasa. Kuitunza. Inakuwa kupanda sio changamoto. Kutunza ni issue. Maisha yenyewe yashakuwa kwa hiyo kutunza mti ni ngumu wakati tayari una matatizo mengine unajaribu kutatua hili, kumbe kuna ambalo. Kwa hiyo Mungu katuwekea uwezo wa vitu vingine kutusaidia kupata oksijeni ya kutosha. Ndio maana tunapaswa wakati mwingine kupata pia muda wa kwenda kukaa ufukweni upate upepo ili afya ya akili nayo ikae sawa sawa, vinginevyo inakuwa shida kabisa. Mhandisi Mlai, kwa kesi ya Tanzania kwa sasa hali ya bahari ipoje ukilinganisha na miaka 10-20 nyuma? Tunakwenda mbele, tunarudi nyuma, au kuna sehemu tumesimama? Niseme kwa sasa hivi tunaenda mbele, kwa sababu ukiangalia fursa ambazo zinajitokeza sasa hivi, kwa sababu uelewa pia wa wananchi unakuja na unakuja kwa sababu tayari kama tuko chuo cha bahari hapa tunaongea, tunatoa elimu na watu wanajua kwamba kumbe kuna kitu kinaendelea baharini, kumbe kuna fursa zinaendelea baharini. Kuna swala la uchumi wa bluu. Ukiangalia sasa hivi kuna makongamano tunafanya kila mwaka. Ndio. Ambayo yanaunganisha mataifa sio tu Tanzania kupitia DMI. Makongamano haya yanafungua sana watu. Kwa hiyo ukiangalia sasa hivi tukitaka kuoanisha kipindi cha nyuma na sasa hivi uelewa ni unaendelea kuwa mpana. Ukiangalia hata sehemu za fukwe zinaboreshwa kila siku na sheria zinazidi kuwa kali pindi inapotokea machafuzi ya mazingira. Ukiangalia hata swala la utalii, ukiangalia watu wengi wanatamani wanakuja kaenda Zanzibar, watalii ni wengi. Maana yake ni kwamba tayari ukuaji wa uelewa wa masuala ya bahari unaendelea kuwa mpana na wawekezaji wanakuja. Tunaingia, angalia rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan juzi alikuwa Urusi. Alichokwenda kukifanya ni kitu hichi ambacho tunakiongea, kwa sababu umuhimu unaonekana. Wenzetu walishaona muda mrefu, lakini sisi bado tulikuwa. Lakini sasa hivi tumefungua fursa. Kwa hiyo mambo ni mengi ambayo yanaendelea, lakini kwa sababu tayari fursa inaonekana kwamba ipo na kiuhakika samaki ni wengi. Rasilimali za bahari kwa sisi bado ni nyingi, fursa ni kubwa kuliko kipindi cha nyuma. Sasa hivi uelewa unazidi kuongezeka. Na kwa upande wa chuo sasa pale nimeona kama vile vijana wengi labda wamekuwa pia fursa zilizopo pale hawazijui katika masuala mazima ya kupata labda kazi, ajira kwenye masuala ya bahari. Labda mnafanyaje ili kuweza kuwafikia? Lakini vile vile unaweza kuzungumza kama kuna kijana anayekusikiza sasa hivi walao akajua fursa pale ni zipi. Yaani tuseme kama tunataka kuwa mhandisi kama wewe, anatakiwa awe na level gani aweze kupata elimu pale chuoni? Asante sana. Kwanza chuoni kama nilivyosema tunatoa elimu. Ziko kada tofauti tofauti pale. Kuna wahandisi, kuna manahodha, kuna watu wa logistics, kuna watu wa procurement. Kada zote tunazo kuanzia level ya certificate mpaka masters. Tunatoa pale. Ili kujiunga kuanzia mtu wa form 4 ana uwezo wa kujiunga kwa certificate. Kwenda kwa fani yoyote, lakini kwa watu wanaotaka kusoma unahodha au uinjinia, manake awe amefaulu masomo ya sayansi angalau, kwa sababu mbele kuna masomo ya hesabu na nini ambayo yanaweza kumsumbua. Vinginevyo sasa hivi tuna mpango wa kuanzisha kozi ambayo ni tunasema bridging. Ili mwanafunzi ambaye alikuwa amesoma mambo ya arts inamzuia kuja huko, lakini tunamuona kwa sababu tumeshapata experience. Wapo wanafunzi ambao hawakusoma science lakini wazuri sana kwa upande huu. Lakini anashindwa kuingia kwa sababu tayari kuna gap, tumeshaweka utaratibu kwamba lazima amesoma hichi hili. Kwa hiyo kuna
kozi ambayo ana uwezo wa kusoma, akifaulu vizuri tutakuwa tumempima kwamba ana uwezo wa kuendelea, asije akaenda huko akakwama. Kwa hiyo ipo hiyo room, lakini pia tuna masomo ya profession ambayo kama mimi nasoma moja kwa moja profession, kwa maana kwamba mambo ya meli. Tunaanzia rating ni mtu msaidizi wa chini wa nani wa meli mpaka rank ya juu kabisa kama mimi nilivyo sasa hivi. Hiyo napita mkondo wake peke yake, ambao huo sisi tukumbuke tuko accredited au tuna ithibati ya TASAC. Ndiyo. Na pia TASAC ndio inasimamia masuala ya STCW ambayo IMO shirika la kimataifa la mambo ya bahari ndio imemkasimisha TASAC kusimamia sisi, kwa sababu chuo chetu kinatoa masomo kwa standard ya kimataifa. Ndio. Kwa hiyo tunakaguliwa kimataifa kwamba tunakwenda sawa sawa na utaratibu. Aliyesoma Uingereza na aliyesoma hapa lazima vyeti vile vinafanana, curriculum zifanane, viwango vile vya elimu. Kwa hiyo tunakaguliwa mara kwa mara na kaguzi za ndani pia za nje wanakuja kutukagua. Majuzi hapa tulikuwa na watu wa Ulaya, European Union, walikuja kutukagua pia kwa ajili ya kuhakiki utaratibu wetu wa uendeshaji wa training zetu ukoje. Kwa hiyo kwa vijana, kwa mimi vijana ni wengi ambao sasa hivi wana mwamko wanakuja. Kiuhalisia bado hatuna meli ya kutosha kuwachukua wote. Ila tuna memorandums of understanding tunazo na baadhi ya makampuni ambao vijana wetu wakimaliza, baadhi ambao wamefanya vizuri tunawasisitiza tu wafanye vizuri, waliofanya vizuri tunawapeleka melini. Kwa hiyo wapo ambao wako melini sasa hivi, wengine wako nje ya nchi wanafanya vizuri na wanaleta taarifa nzuri, kwa sababu tunapata feedback. Na wale makampuni wanatuambia tuleteni wengine na wengine na wengine. Kwa hiyo inaleta picha kwamba tayari vijana wetu ni wazuri na elimu tunatoa ni nzuri, ila bado tuna mapungufu sana ya nafasi za kuwapeleka melini kwa sababu ya vitendo. Wanapata, lakini bado tungefanikiwa kuwa na meli ya kwetu. Ndio. Tungeweza kutoa training nzuri zaidi, kama nchi kama China wana meli zao ambazo wanafunzi wanakwenda melini. Yani zinakuwa maalum kwa ajili ya mafunzo. Sawa sawa. Kwa hiyo mafunzo kwa vitendo bwana hayadanganyi kabisa. Ila tulichokifanya mpaka sasa hivi serikali tunaishukuru, tuna simulators ambazo zinatusaidia pia kuwapa mazingira halisia ya melini na kufanya vitu ambavyo vinafanyika melini, troubleshooting, mambo ya operation systems wanafanya. Wakienda melini hawashangai, wana uwezo wa kufanya sawa sawa, lakini mazingira ya kwamba anaelea ndio anakuwa hana. Ila anakuwa ana uwezo wa kufanya vitu ambavyo vinafanyika melini. Tatizo kubwa ni kwa sababu anakuwa hajawahi kupanda meli, kwa hiyo bado hawezi kuimagine meli kweli. Kwa hiyo anaweza akawa anafanya akaona kama bado si halisia. Anapokwenda meli akuta ni halisia, sasa ndo anaanza kushangaa zaidi. Lakini inawasaidia kwa sababu ni moja ya kitu ambacho kinawasaidia uelewa, na hiyo imekuja baada ya kuona kuna matatizo ya kupata sea time au mazoezi ya moja kwa moja melini. Si tatizo letu tu, na ndio maana simuleta zikaja ili kuwafanya wanafunzi waweze kuelewa system au vitu kabla ya kwenda melini. Okay, hapo kuna maneno inasemekana kwamba kundi kubwa la wanafunzi wakishamaliza sasa na kumaster, wengi huwa wanaenda kutumika nje ya Tanzania. Na uhalisia katika hiyo? Uhalisia upo, na tunapata shida kubwa kwa sababu unamfundisha mtu kimataifa, si ndio? Lakini kwa sisi awareness ya kwamba hawa tunafundisha kimataifa na tunatakiwa tuwawezeshe kulingana na level ya elimu zao.
tunakuwa bado tume lag behind. Wanapokwenda nje au tunapokwenda nje, mishahara kule ni mikubwa. Kwa hiyo nafanya kazi melini, lakini nalipa hela nyingi. Akija huku anakuja kukutana na mshahara mdogo, anajikuta automatic anaona bora aende melini kuliko abaki. Na ndio maana tunakosa watu. Ukiangalia taasisi nyingi tunakwama kwa sababu watu wengi hawako tayari kufanya kazi nchi kavu au serikalini, au ana opti kwenda nje kwa sababu kule anapata hela nzuri, anapata hela nyingi. Akija hapa anajikuta kwamba, chukulia mfano kama mimi hapa Mdanda, nikienda nalipa dola 400-500 kwa siku kwa level yangu. Sasa ukija huku, hiyo hela inawezekana ikawa ni nusu ya mshahara wako labda kwa siku. Kwa utajikuta mtu kukaa na kufanya hapa inataka moyo wa ziada, kwamba nimeamua kukaa nitolee kwa ajili ya wengine. Lakini kiuhalisia kuna haja ya kukaa chini na kuangalia na kufanya tafiti, kwa sababu mambo yanafanyika yapo, sio kwamba ni siri. Ni swala tu la kufanya utafiti na kuangalia tunaboreshaje ili tu retain watu wetu. Tunapotoa elimu, akienda wawe na hamu ya kurudi na kutumika kwenye taifa. Na tukishafanya hivyo, maana yake hata Philippines wana resource kubwa sana ya mabaharia. Na wanapata hela nyingi sana kupitia mabaharia, kwa sababu ni visiwa, ndio na mabaharia wengi, na system ya serikali tayari inawatambua sana. Kwa hiyo wana uwezo wa kukusanya hela nyingi sana kwa mwezi kupitia mabaharia. Kwa hiyo tukiweka utaratibu mzuri, maana yake kwamba tutawatambua na pia tuna uwezo wa kuwatumia vizuri sana hata ndani ya nchi, kwa sababu watakuwa wametambulika na wanaweza kufanya vizuri. Na vijana wetu ni wengi, na huku fursa ni nyingi kuliko nchi kavu. Haya, sawa. Mhandisi Mlai, kwa kuwa leo ni siku ya bahari, basi neno lako kwa Watanzania. Mimi kwa niaba ya Chuo cha Bahari Dar es Salaam, ndio nihamasishe tu kwamba bahari ni yetu, na bahari na mahusiano makubwa sana na sisi wenyewe, lakini utunzaji wa mazingira ni muhimu kwa sababu ya vizazi vijavyo pia, kwa sababu tumekuta bahari na bahari na dominate vitu vingi sana. Bila bahari maisha sisi hatuna. Lazima tuitunze bahari kwa nguvu zote, kwa hali yoyote, ili tuweze kufanya maisha yawe maisha halisia. Haya, Dorcas, umesikia? Umesikia? Ulianza kunipa lecture kidogo hapa. Kwa hiyo na mhandisi ameweza kuongezea na kujazelezea, bila shaka ameeleweka, ikiwa ni siku muhimu kwa watu wa bahari leo. Katika sehemu ya pili ya mahojiano tulikuwa na mhandisi Desmond Mlai ambaye yeye ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Bahari DMI Dar es Salaam, kinafahamika kama DMI. Mimi ni Kenny Malila, mwenzangu ni Dorcas Raymos. Tupate mapumziko kidogo, tukirejea tutakuwa na ugeni mwingine. Asante.